alikuwa anataka bilioni 1 tuliko kwenye kabisa. Anachotaka yeye Mwakinyo kupigana na Toa Kiduku ni biashara kubwa, ni kama Simba na Yanga, kwa lazima pesa nzuri pia iwekwe mezani. Uwezekani mkaenda kupigana tu alafu hakuna pesa ambayo baadaye itabakia kwa mtu kama kumbukumbu ya pambano husika. Ndio ninachokitaka. Muone hata kwenu kama ni faida hiyo. Ndio maana nasema hawa mabondia wote hawana pesa. Wana pesa ya kula tu. Sasa kwa nafasi yake au nafasi ya Toa milioni 250 hajakutoa sehemu moja kupeleka kwingine. Labda yeye anataka hela nyingi, pengine mlivyosikia alikuwa anataka shilingi ngapi? Bwana, karibu sana. Hii ni Like Media. Kama ambavyo unafahamu, tunapata wakati wa kupiga story na watu mbalimbali, hasa story za kimichezo. Kama ambavyo unafahamu, kupitia Like Media tunapata nafasi hiyo kuweza kuwatafuta watu kuhusiana na mambo kadha wa kadha. Kwa sasa nimemtafuta meneja wa Toa Kiduku au mdau mkubwa sana wa masumbwi hapa Tanzania, na mzungumzia Nyange. Nimemtafuta hapa ili niweze kupiga na story kuhusiana na mambo ambayo yanaendelea sasa kwenye masumbwi, lakini kwa upande wa Toa Kiduku mipangilio ikoje tutaenda kutuambia hapa. Lakini siku za hivi karibuni tumesikia mara baada ya mchezo wa Hassan Mwakinyo dhidi ya bondia kutoka pale Nigeria, Mwakinyo amepanda ranking. Sasa nataka nipate upande wa Toa Kiduku, huenda pia wakapongeza kwa hiki ambacho kimefanyika au kuna chochote ambacho tusikie kutoka kwao. Nyange, mambo yanakwendaje? Bwana poa ndugu yangu, pole na majukumu, pole na kazi. Tunapambana, Mungu ni mwema sana. Nikasema niwatafute upande wa Toa Kiduku mara baada ya ripoti na kuonyesha kwenye ranking kwamba Mwakinyo ni bondia namba 1 kwa Tanzania, kwa dunia, kwa maana kwa dunia ni wa 57. Sasa tukasema nyie kwa upande wenu mmelipokeaje hili bondia wa Tanzania kuwa namba 1, hasa Hassan Mwakinyo? Unajua ndugu yangu Lugano, kuzote ukweli hauna kawaida ya kushindwa, huo unachelewa tu. Ukweli huo, yani hauna kawaida ya kushindwa, huo unachelewa. Na ukweli sawa na unapanda ngazi, lakini uongo unaenda kwa nani? Unaenda kwa lifti. Ndio hayo yanayoongelewa. Sawa, kwa mtu ambaye wa nje anaweza kumpongeza, ila kwa mtu ambaye wa ndani hawezi kumpongeza, kwa sababu yeye mwenyewe ni kiazi na anachagua mabondia, lakini sisi hatuchagui mabondia. Unajua siku zote matako ya sefuria hayaogopi moto. Sawa kama mtoto ambaye unampa anapewa homework alafu anarudi nyumbani, wewe baba ndio unamjazia homework, hapo mwisho wa siku kwenye mtihani unapoingia naye ni bora umwachie mwenyewe ajaze, akosee umuelekeze, lakini sio wewe unachukua daftari unamjazia. Sasa kwa hili linaloongelewa, kwa mtu akiongea kiushabiki ataongea kiushabiki, ila kweli kabisa ni bondia ni wa kawaida na anachagua mabondia. Na pia kama ni yeye ni mwanaume, inatakiwa Watanzania washataka sana, Watanzania na kiu na yeye, tuondoe ubishi. Yeye yupo tu hayupo, tuondoe ubishi. Sasa hili sio kuongea tu kwenye mitandao au kupotezeana muda, kufanyana kama watoto, mara sitaki, mara nataka, mara sitaki, mara nataka. Kama hataki akae kimya, na kama yeye kidume yuko vizuri, basi atie wino, tuoneshe watu burudani. Sababu usiku walishatokea watu walicheka mzigo mwingi sana akakimbia. Watu gani hao? Mbona unajuza amechukua hela ndogo, nashangaa kwa watu wengine anacheza, lakini kwa watu imekuwa ngumu kweli kweli. Nyange, hebu tuambie ni watu gani waliweka pesa akakimbia? Kuna watu zaidi ya watu wawili wameweka pesa, wengine wako serikalini kabisa. Waliweka pesa kabisa yani. Waliweka mashilingi ngapi? Ilikuwa milioni 250 kila mtu. Kwa maana yake milioni 500 ilikuwa imewekwa mezani. Imewekwa mezani. Na yeye juzi amepigana na hela ndogo kidogo, lakini amepigana. Sasa unashindwa kwa mtu mwenye akili, lazima utambue kwamba kuna kitu anakiogopa na anajua kitakachomtokea. Na sisi tunajua madhaifu yake yote tunayajua. Hebu tuambie kwenye ile ambayo unazungumza kwamba kuna watu ambao waliweka mzigo serikalini na akakimbia. Je, kuna namna ambavyo mlikutana nao watu au ni maneno yalikuwa yanazungumzwa na mkazungumza kwamba watu tumekutana nao na wamefanya mawasiliano baina ya pande zote mbili? Tuko tayari. Hata sasa hivi tuamsha tunampiga ni vizuri. Bila yeye akaingia huko tokea huko, bila kaingia basi nyamaza, bado anaendelea kusonga.
Nyange, kwa hiyo unaweza ukaniambia mpaka sasa hivi au watu wapo ambao unafahamu kwa majina kama ni kampuni au ni watu, au watu wapo kabisa ambao wako tayari kuweka hiyo pesa? Yaani watu wanapotaka kuondoa hiyo sitofahamu. Yaani hata sasa hivi akisema niko tayari, amalo linafanyika. Sasa yeye anachokitaka yeye Mwakinyo kupigana na Toa Kiduku ni biashara kubwa, ni kama Simba na Yanga, kwa lazima pesa nzuri pia iwekwe mezani. Uwezekani mkaenda kupigana tu alafu hakuna pesa ambayo baadaye itabakia kwa mtu kama kumbukumbu ya pambano husika. Ndio ninachokitaka. Muone hata kwenu kama ni faida hiyo. Ndio maana nasema hawa mabondia wote hawana pesa. Wana pesa ya kula tu. Sasa kwa nafasi yake au nafasi ya Toa milioni 250 hajakutoa sehemu moja kupeleka kwingine. Labda yeye anataka hela nyingi, pengine mlivyosikia alikuwa anataka shilingi ngapi? Alikuwa anataka bilioni 1. Tuliko kwenye kabisa uhalisia kabisa. Kuna mtu anataka bilioni 1 ampe Toa yeye aandae pambano na mwenyewe apate. Kawaida kweli kwa nchi yetu imefikia huko. Kwani haiwezekani labda pengine mwenyewe aliona kabisa kwamba kiweka bilioni 1 atakayeandaa atapata labda bilioni 2 kwa sababu ni pambano kubwa. Kiwalisia kitu ambacho hakiwezekani hata kidogo. Yaani sawa sana wewe umekuta mimi nimevaa shati yangu umejitaka. Shati imenunua 20,000. Ninapokataa kukuuzia nakwambia nipe 300,000. Ukiangalia shati ile halina thamani ya 300,000 utanunua hata kama ndio unalipenda. Manake ni staili kama unakataa hivi kwa staili fulani. Yaani ukitaka poa usipotaka basi. Au ukitaka na sitaki. Kwa hiyo sasa tunafanyaje kwenye hapo sasa? Tunatokaje hapo ili pambano pia liwepo? Yeye so sisi hata kesho. Tunamtamani hata kesho. Hata sasa hivi. Nilimwona bondia wako Toa Kiduku alikuwa na Meja Semunyu. Walizungumza nini na kuelekea kwenye pambano hilo, au kulikuwa na kitu gani ambacho wewe ulikipata kwamba sasa hivi kuna hatua ambazo zinapigwa? Maanake Semunyu ni promoter mkubwa. Huenda kuna jambo lilizungumzwa pale kwa kuelekea kwenye pambano husika. Kuna fight nyingine tofauti na hiyo. Kuna fight nyingine ndio tuko kwenye mazungumzo na Semunyu. Na tunataka tuoneshe vile vile kwamba Toa bado yuko vizuri na atarudi na bado hajapotea. Kwa hiyo kuna pambano Semunyu, tunashukuru Mungu kama litakuwa limekaa vizuri, Toa aoneshe alichokuwa nacho. Sasa mfano Toa akipigwa itakuwaje kwenye hilo pambano? Michezo mbona ndio kawaida, kuna kushinda, kuna kusuluhu, kuna kudraw. Huyo mwenyewe huyo mbona alikutana na vitata akasema vyote vinambana. Sasa huko ni Ulaya lakini unapigwa Tanzania. Toa tumemwona kuna mapambano ambayo kapigana hapa kapigwa. Kwa hiyo pengine bondia leo ambao mpiga Toa asaini yeye. Alafu ndo mtajua kuna yule Asimale yule. Alipigana na Toa. Kuna mtu naye alisema kwamba nani mizigo mzito nileteni mimi. Kilichotokea watu wote wameona kiungo imetolewa suluhu. Na kiukweli Toa ambaye hajawahi kukiongea raundi ya pili aliumia mkono. Akapigana raundi 9 zote akiwa na mkono mmoja. Kwa hiyo watu wengine walikuwa hawajui. Kwa hiyo Asamala akicheza na Mwakinyo anapigwa vizuri tu. Kwa sababu Toa na alipigwa kwa wote, manake Asamala ni kwamba hatumwezi hapa Tanzania. Na kuna kipindi alimtaka yeye mwenyewe. Alirudi nyuma. Mwakinyo alimtaka yeye. Alirudi nyuma. Sasa ni bondia mjanja tu, hamna bondia, ni mjanja tu. Na iko siku mtaona maneno yangu huwa yanaishi. Kuna siku mtaona kitakachotokea. Akaruka ataingia tu. Lakini kwa watu ambao hawana maongezi tufanye kazi. Lakini Nyange, hebu tuambie Toa Kiduku sasa hivi ana nyota ngapi? Toa Kiduku ana nyota 2. Nyota 2. Na Mwakinyo ana nyota ngapi sasa hivi? Sasa si kiuongo nyota 2 kiwalisia, hapo nyota 2 kiuongo. Nyota za Mwakinyo za uongo, za Toa ni za uhalisia kabisa. Kwa hiyo sasa kuna mmoja ameongopa na mmoja ambaye ni uhalisia. Kwa hiyo hizo nyota anaweka mwenyewe au zinaweka kwenye mpango gani? Sasa kama mtafuta bondia dhaifu na mmeongea, kuna maongezi kitakachotokea nini? Kwa hiyo bondia dhaifu anaweza akakupa nyota kumbe? Inategemea sasa maongezi hapo. Sasa mimi najua nyota huwa zinapatikana kukiwepo na bondia ambaye ana nyota. Manake utaenda kuzichukua nyota ambayo yuko nazo kule. Kama hana nyota manake hawezi kukupa chochote. Iko hivyo. Bwana kuna mpunga hapa.
badala ya makubaliano kupoteza unaongezewa hela nyingine. Na ukiangalia mabondia wengi wa Kiafrika vile vile njaa. Ndio hivyo inapokuwa. Kwa hiyo sasa hapo tunasemaje sasa ni kwamba kuna namna ambavyo mtawarudisha wale watu ambao walitaka kuweka pesa yapo mazungumzo meapa tena kuelekea kwenye pambano lingine. Yaani sio kuwarudisha, yeye anatakiwa akubali. Akikubali yani ipite hata siku moja watu wanaweka mpunga. Tunaweza Nyange tukawapata watu hao ambao walikuwa wamezungumza na pande zote za Mwakinyo na nyie, tukafahamu sisi kama waandishi wa habari, alafu tujue hata hatua zao zikoje, hata walikuwa masehemu gani. Walichokwama ni hicho, Mwakinyo nataki. Manake watu watajua ni maneno tu, pengine hakukuwepo na vikao vyovyote. Nishasikia pia kwa kupitia meneja wa Mwakinyo kwamba hakukuwepo na kikao chochote na hakuna mtu aliyekaa mezani na kuzungumza kuhusiana na hilo swala. Kwa hiyo wewe unatuhakikishia kwamba tuweze tukawapata watu na tukawatafuta tukaongea na waandishi wa habari wakazungumza hilo swala? Wanapatikana. Kwa hiyo unaniahidi mimi hawa watu unanipa namba zao au unawasiliana nao ili tuanze hatua mapema sana? Basi Nyange, mimi nikushukuru sana kwa kuwa umeungana nasi moja kwa moja live kupitia Lake Media, na najua tuendelea kuzungumza na nje ya mic. Tukishamaliza hapa nitakutafuta tena unipe hizo namba niangalie wao wamejipangaje, kama pesa ipo bado tuhamasishe na tukutane tuone hii hatua kama tunaweza kufika popote. Pamoja sana ndugu yangu, nikutakie kazi njema. Asante sana bwana Nyange. Shukrani. Asante. Naam, nilikuwa nazungumza na meneja wa Twa Kiduku Nyange, ambaye alikuwa anazungumzia kuhusiana na namna ambavyo mambo yaendi kuelekea kwenye pambano la Mwakinyo na Twa Kiduku, lakini akizungumza mambo mengi sana ambayo pengine huko ndani hata mwenyewe ukisikiliza kuna yale ya kuchuja kuona ni sawa au ni kwa sababu ya upinzani wa jari na vitu kama hivyo, na mengine utaamini ndio ndivyo yalivyo. Lakini kikubwa sana ni kushukuru sana ambao umechagua Lake Media, na endelea kuchagua na kuwa karibu kila wakati na media hii kuhakikisha kwamba mambo yanakuwa bulbulu kila wakati. Subscribe channel hii uwe miongoni mwa watu ambao wanapata taarifa na michapo mbalimbali. Mwakinyo na Twa Kiduku, jambo linaweza kaa jambo. Ngoja tu watafute wale wahusika kupitia hapa utaweza kufahamu wahusika wanasemaje. Nitakuja kutoa taarifa au nitaongea nao kwa kupitia platform hizi kuhakikisha kwamba pia unapata kilichopo huko ndani. Mpaka wakati mwingine, chao.